kuna kale kamsemo kanasema wakati mwingine unatafuta wa kukuoa ili akusaidie kurahisisha maisha. Ni kwa bahati mbaya Mungu anatupa kufanana nao. Kwa hiyo unaweza kutoka unatafuta kukurahisishia maisha ukapata ambaye anatafuta mtu akumrahisishia maisha. So mkajikuta wote mpo pale mnasubiriana kurahisishiana maisha. Ni kwa bahati mbaya. Of course binafsi mimi kama katika eneo hilo la ndoa ninachosikitika sana ni the fact ya kwamba sasa hivi tunatumia ndoa kama karakana ya kutatua matatizo yaliyotushinda. Yaani kuna namna fulani tunaamini ya kwamba haya matatizo nilionayo nikiolewa au nikioa yanaisha. Sasa ukweli mchungu ni kwamba matatizo yaliyokushinda hakuna binadamu duniani aliyeumbwa mwenye uwezo wa kuyatatua. Hayupo. Ni Mungu pekee. Yaani ndio nasema binadamu. Hayo mambo ya Mungu ni mjadala mwingine kwa sababu hata Mungu mwenyewe anategemea utakavyomuendea. Lakini kama kitu chochote kimekushinda, inawezekana ikawa ni changamoto ya kihisia au matatizo ya kihisia. Inawezekana ikawa ni changamoto ya kiuchumi au matatizo ya kiuchumi. Inawezekana ikawa ni changamoto za kijamii au matatizo ya kijamii. Inawezekana ikawa ni matatizo ya kisaikolojia au changamoto za kisaikolojia. Chochote ambacho kimekulemea na umeshindwa kukabiliana nacho ukiwa single, ndoa sio sehemu nzuri sana ya kwenda kukupatia suluhisho la shida zako. Yaani uniambia kwamba mimi nina tamaa sana za mwili, lakini nikiolewa au nikioa kuna namna fulani zitaisha. That's not true. Kwamba mimi nina changamoto za kiuchumi, sina pesa, lakini nafikiri nikipata mume au nikipata mke atatatua haya matatizo. Hakuna kitu kama hicho. Unachokifanya ni kujaribu kujiongezea jukumu juu ya jukumu lingine ambayo yamkini wakati mwingine litakuwa ni zito sana. Unajua hata maandiko yanasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Unajua ile neno mwanadamu kuna watu waga tunawapunguza kwenye ile list. Lakini mume pia ni mwanadamu. Kwa hiyo amelaaniwa mke amtegemeaye mume, aliyemfanya mume kuwa ndio kinga yake na moyoni mwake amemwacha Mungu. Amelaaniwa mume amtegemeaye mke, aliyemfanya mke kuwa ndio kinga yake moyoni mwake amemwacha Mungu. Sababu wote ni binadamu. Kama tu ambavyo amelaaniwa mtoto amtegemeaye mzazi, amelaaniwa mzazi amtegemeaye mtoto kwa sababu alimsomesha. Unaona? Kwa hiyo tunatakiwa kujua kwamba ni kweli tunahitajiana, lakini hatupaswi kutegemeana. There is a difference. Mimi nakuhitaji wewe, lakini sipaki kutegemea wewe. Kukuhitaji maana yake ukiwa available, I am blessed. Ukiwa haupo, maisha yangu yanatakiwa yaendelee na hakuna sababu ya msingi za ni kwa nini maisha yangu yakwame kwa sababu wewe haupo. Hiyo ndio maana ya kuhitajiana, lakini hatutegemeani. Kinachotokea ni kwamba wengi kwa sababu ya uhitaji tulionao tunajikuta tunategemeana. Kwa hiyo akiondoka mmoja maisha yangu yanakwama, kitu ambacho hatukuwa designed hivyo.